Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa amebuni mbinu itakaomwezesha pamoja na chama chake cha DCP kumsafirisha Rais William Ruto nyumbani mapema ifikapo uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Chama cha Democracy for Citizens Party ama ukipenda DCP kinachoongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kimeanzisha kampeni kabambe ya uhamasishaji wa kitaifa baada ya kufeli kwa uzinduzi wake uliotarajiwa kufanyika kwa kishindo. Na katika taarifa iliyotolewa baada ya kikao cha kwanza cha halmashauri ya taifa ama ukipenda NEC kilichofanyika katika makao makuu ya chama hicho, uongozi wa DCP umetangaza mikakati mipya kuimarisha ushawishi wa chama hicho katika ngazi za mashinani kote nchini. Mpango huo unalenga kuimarisha uwepo wa chama hasa katika maeneo ambayo bado hakijajijenga kimuundo. Uzinduzi uliokuwa umepangwa kufanyika katika uwanja wa michezo wa Kasarani ulifutwa ghafla baada ya usimamizi wa ukumbi huo kuondoa nafasi ya ukodishaji, hali iliyosababisha NEC kuitisha kikao cha dharura tarehe 17 Mei, muda mfupi tu baada ya uzinduzi rasmi wa chama hicho. NEC imemwelekeza katibu mkuu wa chama Cleophas Malala kuhakikisha anatafuta ukumbi mbadala wa binafsi utakaoandaa hafla hiyo kabla ya mwisho wa mwezi Juni. Baada ya ukumbi huo kupatikana na kukubalika na uongozi, tarehe mpya ya uzinduzi itatangazwa rasmi kwa wanachama na wafuasi wa chama hicho. Na katika juhudi za kujiimarisha zaidi, DCP imetangaza mpango mkali wa uanzishaji wa miundombinu ya mashinani kwa kuanza na kuajiri waratibu wa muda wa kaunti. Waratibu hawa watakuwa na jukumu la kuanzisha ofisi za chama katika ngazi ya kaunti na maeneo ya bunge yote chini. Miundombinu hii inatarajiwa kusaidia katika kujenga uwepo dhabiti wa chama hasa katika maeneo ambayo bado hakijafungua ofisi. Aidha, chama hicho kimewasihi wote wanaonuia kugombea nyadhifa za kisiasa kupitia tikiti ya DCP kuwasiliana na makao makuu ya chama kwa mwongozo rasmi. Na katika hatua nyingine ya kusimamia shughuli kwa ufanisi, NEC imesisitiza kwa ofisi zote za chama lazima zipate idhini ya uongozi wa kitaifa, vinginevyo zitachukuliwa kuwa zisizo halali. Pamoja na hayo, DCP pia imepanga kuanzisha majukumu ya wagombea ama majukwaa ya wagombea katika kila moja ya kaunti 47 yatakayosimamiwa na viongozi wapya, kupanga mikakati kuelekea uchaguzi mkuu ujao ambao utafanyika wakati kipindi kisichozidi miaka miwili. Na katika mazingira ya kisiasa yenye mabadiliko mengi, hatua ya Gachagua kupanua ushawishi wa DCP inaonekana kuwa mkakati wa makusudi wa kuingia katika ngome za kisiasa za chama cha United Democratic Alliance ama ukipenda UDA, ambacho awali kilimpa nafasi ya kuwa mmoja wa wanasiasa wake wa mstari wa mbele kabla ya kutofautiana na rais.